msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho utakuwa bado. Huu ni mwaka wa 41 toka nimeokoka. Nimeokoka mwaka wa 84. Nilipatiwa mwaka wa 84. Nimeokoka mwaka wa 82. Mwaka wa 82 ile ya kuwa mwimbaji kama mama alikuwa mwimbaji tokea miaka ya 75 ile atohesabu ile tupata kitu tunapokwenda, lakini tumeanza kujua tunapokwenda, kujua mbichi na mbichi kuanzia miaka ya 80. Tunajua mwelekeo sasa vizuri kuanzia miaka ya 80, ndio tunajua hapa tunaingia kanisani au kwenye vipindi vya dini, lazima tuingie huko. Kwenye vipindi vya dini tulikuwa na kwaya zetu, tulikuwa tunaimba kwenye kwaya zetu. Katika kipindi chote hicho sijawahi kuona hata siku moja Jumapili tukifunga makanisa. Mimi sijawahi kuona. Wale wanaonizidi umri wao mkanisani na wengine wao kwenye YouTube na Facebook huko wanaonizidi umri watajua nini walifunga kanisa. Kuna kufunga kanisa kwa sababu ya tetesi za vita. Kufunga kanisa tulikuwa tukisikia yakitendeka huko pembeni na mahali pengine, lakini kwetu ilikuwa haijawahi kufika, lakini mwaka huu imefika. Kwa hiyo sasa tusimame imara, ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali. Hayo yote ndiyo bado wa ukungu, lakini ule mwisho bado. Mtu mmoja atusomee katika waraka kwa Warumi sura ya 8 na mstari wa 35. Na watu wengine wakiona mambo yametokea wanajipigia humo na wokovu wanauacha. Sasa onyo linakuja hilo. Warumi 8 mstari wa 35 nasema, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Hiyo maonyo hayo. Je, ni dhiki? Au shida? Au adha? Au njaa? Au uchi? Au hatari? Au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tunahesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Ndio. Katika habari hizi hebu soma sasa. Lakini katika 37 inasema, lakini katika mambo hayo yote tutashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye anayetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala waliopo wala watakaokuwepo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kabisa nimezungumza hayo na kusoma andiko hilo, tusije tukasahau hilo kwamba katika dhiki hii, katika mwisho wa dunia huu, katika